Hamisi Mkilindi ni mwanzilishi wa taasisi inaitwa Theatre at Feminists. Theatre at Feminists ni taasisi ya feminia ambayo inatumia sanaa kwa ajili ya kuelimisha masuala ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto, lakini pia kutoa elimu ya hedhi salama pamoja na afya ya uzazi kwa wasichana na vijana. Tumefurahi kuwa moja ya wadhamini bango letu lilepa Theatre at Feminists, na tunafurahi kusupport kazi ambazo zinawahusu wanawake, hususan tukielekea kwenye siku ya mwanamke duniani ambapo inaadhimishwa kila tarehe 8 mwezi wa 3. Lakini pia tumefurahishwa na juhudi za hii filamu ya Aikande kwa sababu imeweza kuelezea namna ambavyo mwanamke anaweza kufanya vizuri kwenye jamii, namna ambavyo mwanamke anaweza kuheshimiwa, namna ambavyo mwanamke anaweza kushika hatamu, lakini pia kuonyesha nafasi na hadhi ya mwanamke ambaye ni kama mama. Lakini pia tunaamini kwamba mwanamke akiwa salama, jamii inakuwa salama. Mwanamke akiwa salama anakuwa ni mama bora, lakini pia mwanamke akiwa salama familia inakuwa salama. Kwa hiyo tunasema kwamba tunatamani usiwe mwisho, iwe ni mwanzo wa kuendelea kumpigania mwanamke, kwa sababu mwanamke ni muhanga mkuu wa ukatili wa kijinsia. Mwanamke ndo ambaye anakutana na masuala mengi ya ukatili wa kijinsia kama vile ubakaji, kunyimwa haki ya uongozi, kunyimwa haki ya maamuzi. Kwa hiyo tunaamini kwamba filamu hii itakuja kuleta mapinduzi kwenye soko la filamu. Lakini pia tunatoa rai kwa wasanii kwamba sanaa zisiwe tu za kuburudisha na kuondoka. Sanaa za kuburudisha lakini kuacha alama, kwa maana ya kwamba ya kuifundisha jamii. Kwa hiyo tunapongeza juhudi za dhati za watu wote ambao wameweza kuandaa hii filamu wakiongozwa na director Saidi Nkukila, kwamba tunatambua kwamba tumethaminiwa sisi kama wanawake, lakini pia tunatambua mchango wa sanaa katika kumuinua mwanamke, na tunaahidi kwamba tutakuwa walezi bora, wa mama bora, wake bora. Ile dhana ya kwamba mwanamke akiwezeshwa anaweza, tunataka tuitoe kwamba mwanamke anaweza akaweza bila hata kuwezeshwa. Kwa hiyo tunatamani wadau wengine wa filamu waweze kujua kupata hari ya kuendelea kusapoti masuala ya wanawake, kwa sababu hakuna dunia bila mwanamke. Yes. Moja kwa moja umeenda kwenye wanawake. Kuna wanaume ambao wanakumbwa na majanga ambayo kama umeyazungumzia. Kwa nini mmewabagua wanaume? Hatujabagua wanaume, na tukimtetea mwanamke haimaanishi kwamba tumemshindanisha na mwanaume. Kuna ile dhana kwamba tukimtetea mwanamke basi mwanaume lazima awe chini. Hapana. Wanawake wamekuwa wahanga kwa kipindi kirefu. Kama mtakumbuka hata kipindi kilichopita, wanawake walikuwa hawashiki nafasi za uongozi. Lakini tunaona mama ni kiongozi, si ndio? Tunaona kuna wanawake wengi ambao wameshika nyadhifa za juu. Kwa hiyo tunasema kwamba tunaendelea kuvunja mifumo dume, tunaendelea kuhakikisha kwamba mwanamke anakuwa na utu sawa na mwanaume. Haimaanishi tukimpandisha mwanaume tutamshusha mwanamke. Tukimpandisha mwanamke tutamshusha mwanaume. Tunatafuta usawa kijinsia kwa wote, lakini pia tunavunja mifumo dume ambayo imekuwa ikimkandamiza mwanamke kwa miaka mingi zaidi. Sawa, wito wako ama wito wenu ni upi kuelekea kwenye siku ya wanawake duniani? Kuelekea kwenye siku ya wanawake duniani, natamani kila mmoja kwa nafasi yake aweze kumheshimu mwanamke, lakini pia kila mmoja kwa nafasi yake awe sehemu ya kuvunja mfumo dume ambao umekuwa ukimkandamiza mwanamke. Na kila mmoja amezaliwa, lakini amezaliwa na mama ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo kama tutamjenga mwanamke katika sura ya kumheshimu, basi tutakuwa tumewaheshimu wanawake wote na wamama wote duniani. Tunaelekea kwenye uchaguzi, tusisahau. Tunatoa rai kwa wanawake wote kuchukua fomu na kugombea nafasi za uongozi, kwa sababu mama tunaye. Shukrani sana. Asante sana. Tunaweza tukafanya vitu vikubwa kwa kuangalia namna ambavyo tutafikishia jamii, yani elimu. Kwa hiyo filamu yangu ya elimu, na nitegemee kuona nitaifanya pengine hata mikoa kadhaa, kwa sababu lengo langu kumsimamisha mwanamke lakini kuheshimu, na kwa sababu tuna mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa ana support vitu vingi sana. So pia sisi tuna support katika kuonyesha namna ambavyo wanawake wana thamani kubwa katika maisha yetu. Yes. Filamu yako ya Aikande imebeba wasanii ambao hawana majina makubwa sana. Je, tuamini katika uwezo wao na uwezo wako katika kudirect, kwa sababu tunajua katika kazi kadhaa ambazo tumeshazifahamu zilizopitia kwenye mikono yako wewe. Tuamini katika ubora wa juu yako wewe ya utayarishaji wako wa kazi, au tuamini kwenye ubora wa wasanii wachanga wanaochipukia? Kwanza msanii anajengwa na story, atajengwa na script, atajengwa na directing. So yale ni mawazo ambayo nimeyafikiria nikayawasilisha, wao wanakuja kuyafanyia kazi katika kuyatenda. Mimi naamini kila mtu ameparticipate nafasi nzuri sana, na hata wao wasanii pia kufanya vizuri sio mpaka uwe star. Mimi nimeamua kuchukua wasanii ambao wana majina kiasi, sio kikubwa, lakini naamini kupitia talanta zao watawasilisha kile ambacho naamini katika mawazo yangu. So that's why nikasema nitafanya na hawa, na wamefanya vizuri sana. Na hii ni mwanzo. Pengine niwape siri. Hii filamu au short film nilishuti within masaa 6. Yaani siku moja.
Ni siku moja tu, na bahati mbaya siku na shoot hapa ilikuwa inanyesha mvua. Kwa hiyo ratiba yangu ikawa very hard. Kutokea saa 2 asubuhi nimefika set, nilishindwa kushoot mpaka saa 7 mchana. Mvua ilipokata nikaanza kushoot na niweza kushoot mida kama saa 2. Kwa hiyo ni sinema ya siku moja, lakini nilipambana kuonyesha kile nilicho nacho nitakiwasilisha katika jamii yangu, lakini pia next zitakuja kubwa zaidi. Udogo wa majina ambayo kiongozi amezungumzia hapa, kuweza kuhisi labda huenda kawa ni sababu ya kuifanya kazi siende sana kwa udogo wale majina washiriki ambao wameweka? Sidhani. Mimi nafikiri sinema zangu ama story zangu haitakuwa inaangalia ukubwa wa msanii. Mimi nitakuwa naangalia ukubwa wa mtu anayehitajika kufanya. So nimeweza kufanya na wasanii ambao kwenye cast yangu kila nilivyokuwa naiandika nilikuwa naona hao wasanii. So nikawatafuta hao kwamba jamani na jambo langu naomba tufanye. Nikawatumia script wakasoma, tukashare, then tukaja tukashare. Kwa hiyo naamini kupitia vipaji vyao watafanya vizuri na wamefanya kazi kubwa sana. Yes. Naenda wapi kazi ni? Kwa sasa hivi kazi itakuwa iko YouTube channel ya Sis Films, lakini target kuifikia NGO nyingi kubwa duniani. Yaani sio Tanzania tu. Tutavuka mipaka na tunaanza Tanzania, tutavuka boda na boda kwa sababu tunatoa elimu hii kwa watu wengi na kwa mataifa mengi. So itashiriki pia katika festival kadhaa. Kwa ni mwanzo. Kwa mwanzo tunafanya launch, nategemea tutafanya pia na baadhi ya mikoa, kisha mtaiona hata nchi kadhaa duniani. Yes. Tubaki hapo kwenye YouTube. YouTube imekuwa sasa hivi kama ni sehemu ambapo wasanii wengi wanapiga sana hela kwenye masuala ya filamu. Yes. Ni miongoni mwa watu ambao walikuwa huko, sasa hivi mmoja kwenye YouTube ni pamoja na Duma. Unaweza kukiri kwamba ni brother ambaye ametengeneza njia, nawe unafuata hiyo njia, unampa maua yake, ama wewe umefanya kwa sababu umeona mtu mwingine amefanya? Mimi naamini watu wanafanya hizo kazi kutokana na muitiko au muamko. Short film yangu sio rahisi sana kwenda kuuza kwenye TV, hizi kama biashara ya TV ni mara chache sana kwa sababu ni short film. So soko lake kubwa hizo nisambaze mwenyewe au niweke YouTube. Na kwa sababu hii ni ya elimu, mimi sitaki kuiuza kwanza. Hii ni filamu ya elimu, kutoa elimu kwa jamii. So mimi nimeamua kuweka YouTube na baadaye nitakuwa na project ambazo zitafanya kwa kuziuza. Nitakuwa na project kubwa za kwenda kwenye festival na kila kitu. Kwa vitu vinaenda kwa stage. So kwa Duma ni big shout kwake kwa sababu anafanya kitu kizuri, lakini sio Duma tu. Kuna wengi, kuna Blaza Joti, kuna wakina Clevo wale, wakina nani, watu wanafanya vizuri YouTube. So wapo baadhi yao na Duma akiwemo. So kwangu mimi na appreciate kama mtu ambaye anafanya. Yes. Wewe mtu anatamani afahamu gharama milioni ngapi mgharimu mtamsili yako yote? Budget sikumbuki vizuri. Lakini nilikuwa budget ya kawaida tu. Yani sikumbuki shilingi ngapi, lakini haikuwa hivyo, lakini budget ya kawaida kwa sababu nimeshoot kwenye mazingira ya niliyoyamudu zaidi, mazingira madogo ya chini, kwa watu upatikanaji wa vitu havikuwa issue sana, na nimeshoot mtaani hapa. So haikuwa budget kubwa, lakini ni kitu kikubwa ambacho nimekifanya. La mwisho unaambia nini hasa watu ambao watamani kuitazama iCandy na ambao pia hajafika hapa na ambao amefika? Ndio lako la mwisho tumezana. Wawe tayari kutazama iCandy kupitia YouTube channels ya Sis Films, lakini pia post sana kwenye page zetu za Instagram. So tutawekea link pale waje kuiona, lakini pia nawaahidi kuwa mwaka huu nimeplan kufanya kazi kubwa sana. Yaani hii ni kama ni kazi ambayo nimejaribu kuifanya kwanza nione itakuwaje, lakini plans za kazi na budget za kazi na ratiba za kazi ziko tayari. So nategemea kufanya vitu vikubwa mno kwa huu mwaka. Na inshallah Mungu akijalia, nafikiri tutafanya mapinduzi makubwa sana katika kiwanda cha filamu Tanzania. Asante sana. Shukrani sana.